Tuko hapa kwenye kata ya Mwakibete, mtaa wa Bomba Mbili, mahususi kabisa kwa ajili ya kuwafikia wale wahitaji ambao tuliwatembelea. Tunamshukuru sana mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust ambaye alipokea taarifa nyingi za wahitaji ambao tuliwatembelea kupitia mpango wa Bendera ya Upendo, na tarehe 2 ya mwezi wa 4 alitoa maelekezo wahitaji ambao wamefikiwa na bendera wote wafikiwe mara moja. Kwa hiyo leo tumefika hapa mahususi kabisa kwa ajili ya kukabidhi kitimwendo kwa ndugu yetu Mpoki ambaye ni mnufaika wa Bendera ya Upendo. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kuwa amekubali kuwatumikia wananchi wake katika nyakati zote na kwa hali zote. Tunamshukuru sana, lakini pia tunamshukuru kwa kutuwezesha kwenye yale maombi ambayo tulimuomba. Wapo wananchi wengi ambao wanahitaji vitimwendo, lakini wapo ambao walikuwa wanahitaji matibabu. Mheshimiwa mbunge alishatoa maelekezo tuanze utekelezaji mara moja. Hivyo leo imekuwa vyema na imempendeza Mwenyezi Mungu tufike hapa kwa ndugu yetu Mpoki kukabidhi kitimwendo. Lakini Mheshimiwa mbunge alitoa maelekezo kwamba ndugu yetu tumkabidhi kitimwendo cha umeme. Sasa kama ambavyo tunaona mazingira na uhalisia, tumekuja na vitimwendo viwili, kwa maana ya kwamba hiki cha mkono cha kawaida lakini pia na cha umeme. Ndugu yetu tumeona cha umeme hakitomfaa kulingana na mazingira ambayo anayo. Kwa hiyo tunamkabidhi kitimwendo cha kawaida kwa heshima kabisa, ili kiweze kumsaidia kwenye harakati zingine ambazo atakuwa anazifanya ndugu yetu huyu Mpoki. Lakini sambamba na hilo nimalize Mheshimiwa mbunge, tuliwasilisha pia maombi ya mtaji kwa ndugu yetu. Kama ambavyo mnaona nyuma yetu hapa pana biashara ambayo anaifanya, ambayo inamfanya kuendesha mambo yake yaweze kwenda sawa sawa. Kwa hiyo leo pamoja na kwamba tunakabidhi kitimwendo, tunakabidhi pia na mtaji wa shilingi 500,000 ili kumuinua kiuchumi. Lakini pia kwa sababu mtendaji wetu wa mtaa yuko hapa, tutaomba Mheshimiwa mtendaji utufikishie hizi salamu kwa afisa maendeleo wa kata kwamba mwananchi wake ananufaika leo kupata kitimwendo, lakini pia na mtaji wa shilingi 500,000. Kwa hivyo tutaomba ufuatiliaji wa karibu. Tunahitaji Mpoki akue, kwa maana ya kwamba mtaji tuliomkuta nao tunaomuongezea, tukija awamu nyingine tunahitaji kukuta mtaji umekuwa, na tukikuta mtaji umekuwa na maendeleo yake ni mazuri, basi tutaongeza mtaji mwingine kutokea taasisi ya Tulia Trust. Ndugu yetu Bwana Mpoki kupata kitimwendo, kwa kweli naona kabisa kwamba kama tulivyomuona, pamoja na changamoto alizokuwa nazo, lakini alikuwa sio mtu wa kukaa tu. Hata akikaa hapa dukani ana uwezo mwenyewe wa kujisogeza sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anaweza kumhudumia mteja, anaweza kafanyaje zile shughuli zingine kubwa kubwa, basi kuna mdogo wake pia yuko jirani naye huwa anamsaidia. Lakini kwa kupata kitimwendo, kwa kweli Bwana Mpoki, najua utakuwa uko hewani sana, au sio bwana? Umefurahi sana. Umefurahi sana, au sio bwana? Msaada ambao ameutoa Dr. Tulia kwa kaka yangu, kwa sababu ametutia kitimwendo kile kitatusaidia zaidi kwenye kwenda umbali mrefu, kwa sababu kaka yangu alikuwa anashindwa, yani kwenda umbali mrefu alikuwa hawezi. Kweli bidii ni kwa sababu hapa yupo na duka lake kidogo. Ametuletea na msaada wa shilingi 500,000 ambao utakwenda kusaidia zaidi kuinua duka lake kuendelea. Lakini kitimwendo alichotuletea alikuwa hawezi, labda kutoka kwenye hii duka lake ni kwenda ndani, duka lake ndani. Kwa sasa hivi kutoka na kitimwendo alichotuletea hiki itasaidia kumove. Anaweza akaenda sehemu wanakouza bidhaa, akachagua bidhaa anayoitaka akaileta dukani kwa kutokana na kitimwendo alichotuletea. Kwa hapa namshukuru Dr. Tulia, namshukuru sana. Kabla ya kitimwendo bidhaa zake alikuwa anaagiza, mama ndo alikuwa anamsaidia, kwa anamuelekeza labda kanchukue kitu fulani, mama ndo anaenda kumchukulia. Lakini kutokana na hiki kitimwendo kitamsaidia yeye mwenyewe kwenda kuchagua bidhaa anayoitaka, tofauti na ile alikuwa anaagiza tu, kaniletea kitu fulani, kaniletea kitu fulani. Kwa kama akienda yeye mwenyewe kule anakojumua, anaweza akachagua vitu vingi zaidi.